Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Deborah Mongomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Watu wengi wanaishi na majeraha ya utotoni. Namaanisha majeraha ya ndani, sio majeraha ya mwilini ya nje ambayo tunaweza tukayaona. Ni kwamba kwa ndani mtu anakuwa na majeraha na maumivu makali sana yaliyotokana na negative experience alizopitia wakati wa utotoni, na kikua tunaona tabia ambazo labda hazipendezi au mitazamo hasi kuhusu yeye mwenyewe, kuhusu watu wengine, kuhusu dunia. Tunaona na tabia nyingine nyingi ambazo tunaziona, lakini ni kwamba zilikuwa zimekuwa planted wakati wa utotoni. Ni matokeo ya mambo aliyopitia wakati wa utotoni. Kwa kawaida mazingira ya nyumbani yanatakiwa kuwa ni mazingira ambayo ni nurturing, ambayo mtoto akizaliwa kwanza amezaliwa anajisikia salama, anajisikia anapendwa, amekubaliwa na anaishi kwa kujisikia salama kabisa. Lakini kwa bahati mbaya sana watoto wengi wanakuwa kwenye mazingira ambayo ni very negative, ambayo yanasababishia maumivu ya aina zote, na maumivu hayo yanaathiri maisha yao yote, kwa sababu wakati wa utotoni ni kwamba ubongo unakuwa ni kipindi ambapo ubongo unakuwa na mazingira ya utotoni ndio yana predict mtu atakuwaje baadaye. Kwa hiyo negative experiences za utotoni zinaweza zikamwathiri mtu maisha yake yote. Na leo tunaenda kufocus kuhusu unyanyasaji wa watoto. Unyanyasaji wa watoto ni kitu gani? Kwamba ni matendo yote ya kikatili wanaofanywa watoto wa chini ya miaka 18. Inaweza kuwa ni unyanyasaji wa kimwili, wa kiakili, wa kihisia, wa kisaikolojia, kutelekeza watoto, kuwapuzia, kutokuwajali, kuwatishia na vitu vyote ambavyo vinafanya mtoto asijisikie salama. Huo ndio unyanyasaji ambao unaweza kumwathiri mtoto kwa muda mrefu. Unyanyasaji unaathiri makuzi ya ubongo. Ni kwamba wakati wa utoto ubongo unakuwa una develop. Kwa hiyo kama kuna experience nzuri mtoto ana experience, ni kwamba atakuwa ana future nzuri, yani atakuwa ana ubongo mzuri ambao umedevelop vizuri. Na kipita kwenye negative experiences ni kwamba pia ubongo wake utakuwa unaathiriwa, na ndio matokeo ambayo tunaweza tukaona kwenye tabia, mitazamo na vitu mbalimbali. Watoto wengi sana wanasalitiwa na familia na wazazi wao wenyewe. Watu wengi sana ambao wanafanya unyanyasaji unfortunately ni wazazi wenyewe ndio wanaonyanyasa zaidi watoto wao majumbani. Na unyanyasaji wa watoto huwa mara nyingi unafanywa kimya kwa siri sana, ambapo watoto labda wanakuwa hawaripoti na wanakuwa wanaumizwa, lakini wamenyamaza tu ndani kwa sababu labda hawana mahali pa kwenda na hawana mtu mwingine wa kuwasaidia, lakini ni vitu ambavyo vinafichwa na vinaendelea kuumiza watoto kimya. Na research zinaonyesha kama watoto 6 kati ya watoto 10 wanakuwa wananyanyaswa. Na research pia zinaonyesha vifo vingi vya watoto chini ya miaka 18 vinatokana na unyanyasaji, uzembe. Unyanyasaji ni pale labda mzazi amempiga mtoto mpaka mtoto amekufa au vyovyote vile, au uzembe, unakuta mtoto labda anaumwa, mzazi hajampeleka hospitali. Huo ni unyanyasaji kama unamtibu mtoto wako. Alafu vifo vingine vinatokana na kutelekezwa, ni kwamba wazazi tu wanaacha watoto wao wanapata shida na wanakuwa wanaathirika mpaka mtu anaweza akafa. Kuna aina mbalimbali za unyanyasaji kwa watoto. Aina ya kwanza ni unyanyasaji wa kimwili. Ni pale ambapo labda mzazi au mlezi anatumia ukali sana, labda adhabu za kikatili. Kuna wazazi wanapiga watoto mpaka mtoto anaweza akawa mlemavu au akafa. Huo ni unyanyasaji. Au kutokuwapa watoto mahitaji yao ya kawaida, mfano chakula, malazi, mavazi, mahitaji ya matibabu, mahitaji ya usalama. Usipotoa mahitaji ya namna hiyo ni kwamba unakuwa unamnyanyasa mtoto, au matendo ya kikatili yoyote ile. Aina nyingine ya unyanyasaji ni unyanyasa kihisia. Kuna wazazi wengi sana ambao wananyanyasa sana watoto wao kihisia. Ni kwamba unakuta anatumia matusi sana kwa watoto wake. Hawezi kuelekeza kwa utaratibu, yeye anatumia matusi kuelekeza watoto kufanya vitu. Anatumia vitisho, maneno ya kuumiza mtoto, ukali, au kumwaibisha mtoto. Ukifanya unyanyasaji wa kihisia namna hiyo, mtoto wako anakuwa na kujenga imani mbaya sana kuhusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa sababu unamdhalilisha kila siku, ni kwamba anaacha kujiamini na inaweza kumdhuru sana. Alafu unyanyasaji nyingine ni kutelekeza watoto, yani ile neglect,
au kuwapuzia, kuwatelekeza, au uzembe tu, yani ufanye mambo ambayo unatakiwa kufanya, huo ni unyanyasaji ambao unaweza kumwathiri mtoto. Unyanyasaji aina nyingine ni bullying, au ile cyber bullying. Huu ni uonevu ambao unatokea kwenye mtoto labda anaonewa na hata wazazi wengine wanabuli watoto wao, kwa sababu kama unamsema vibaya mtoto wako, unamnyanyasa, unamdhalilisha, ni kwamba unambuli. Au bullying nyingine inatokea kwa peers wenzao, labda mashuleni au watu wanaocheza nao, ni kwamba wanaweza kuwa wanawaonea, wanawatreat vibaya. Au cyber bullying ambayo inatokea online, ni kwamba kwenye mitandao mtoto anakuwa anaonewa, anatukana, anafanywa nini. Huo ni unyanyasaji ambao unaweza kumwathiri mtoto pakubwa tu. Alafu unyanyasaji mara nyingi unafanywa na wazazi kwa vipigo. Siblings wanaweza kuwa wanafanya utani wa kumuumiza hisia au kumpiga, kwa sababu sibling, yani kaka na dada ambao wa huyo mtoto, wanaweza kuwa pia wanachangia sana kwenye unyanyasaji, kwa sababu wanaweza pia wanafanya utani labda wa kumuumiza, wa kumdhalilisha mwenzao, kumtania jinsi anavyoonekana. Inaathiri kama kawaida. Alafu peers, ile bullying ni peers ya watu wanaokuwa nao labda shuleni wenzie, wanaweza kuwa wanambully, inaumiza vile vile. Alafu walezi wengine pia wanaweza wakashiriki kwa tabia za unyanyasaji, mfano kama walimu wanaweza wakanyanyasa sana mtoto, kwa sababu kuna walimu wengine ambao nao hawajui jinsi ya kuelekeza watoto vizuri. Anakuwa anatumia maneno mabaya au kali kupita kiasi au kumdhalilisha mtoto. Hiyo ni unyanyasaji. Au mayaya, wale wadada tunaoweka wakazi nyumbani, wakaka wakazi, wanaweza kuwa ni unyanyasaji wazuri sana wa watoto. Kwa hiyo unyanyasaji unaweza kufanywa na watu mbalimbali, na madhara ya unyanyasaji ni yale regardless nani amefanya. Kwa hiyo kama akifanya mzazi, akifanya yaya, akifanya mwalimu, kama wanafanya hivyo mara kwa mara kwa mtoto, madhara yake ni yale yanamuumiza vile vile mtoto kisaikolojia, kihisia, na maisha yote. Ni mambo gani yanayochangia watoto kunyanyaswa? Ni mambo gani ambayo yanavutia watu wanyanyasa watoto? Ni kwamba mtoto kama yuko chini ya miaka 18, ni kwamba ana hatari kubwa sana ya kunyanyaswa, kwa sababu umri kama huo mtoto anakuwa ni tegemezi, anawategemea watu wanaomlea. Kwa hiyo ni kwamba anaweza kanyanyaswa vyovyote vile. Alafu watoto wasiotakiwa, wale ambao wamekataliwa nyumbani, labda hawakukusudiwa kuzaliwa, unakuta mtu labda hajakusudia kumzaa mtoto ametokea, wanakuwa na tabia kunyanyasa. Au wale wenye magonjwa hawatakiwi kwa sababu ya magonjwa, unakuta mtoto amezaliwa labda na ulemavu au amezaliwa na matatizo ya afya ya akili. Unakuta watoto kama wananyanyaswa sana kwa sababu wazazi au walezi au watoto wanaomwangalia wanaona kama mtoto ni mzigo na hafai. Alafu watoto wengine wanaonyanyaswa sana, wenye hatari ya kunyanyaswa ndio wanaolialia wasumbufu, wanaishia kupigwa sana mpaka kuumizwa, kwa sababu wanaonekana kama ni wasumbufu. Lakini saa nyingine labda sio usumbufu, maybe mtoto ana vitu vingine ambavyo vinamsumbua, ambao nitakuja kuongea wakati mwingine. Alafu kuna wale ambao wana neurological disorders. Haya ni matatizo kwenye ubongo. Mtoto anakuwa amezaliwa hivyo hivyo, either labda alikosa hewa wakati anazaliwa, au wengine wanakuwa wameviringishwa na kitovu, wamekosa hewa, wengine wamezaliwa tu hivyo na matatizo namna hiyo. Unakuta mtoto anakuwa na shida ya kuelewa, labda ni mzito kuelewa. Anaweza kuwa ananyanyaswa sana nyumbani, ananyanyaswa sana shuleni kwa sababu haelewi haraka. Alafu wenye ADHD, ile tatizo la kutokutulia, au watoto wao wananyanyaswa sana kwa kupigwa, wengine kwa sababu watu hawaelewi, wanaona kama ni mtundu kupita kiasi, lakini ni kwamba ana neurological problem, maana ana neurodevelopmental problem ambayo inamsababisha asitulie. Alafu watoto wenye autism na dyslexia ni wale watoto ambao ni yale matatizo ambao mtu unashindwa ku recognize maandishi au namba. Unakuta mtu hata unamfundisha kusoma, lakini anashindwa kusoma inavyosomeka kawaida, au anashindwa kuandika kama namba jinsi zilivyo, anageuza namba. Kwa hiyo unakuta kwa watu wengine, kwa kutokujua, wazazi au walezi au walimu, kwa kutokujua kama ni neurological problem, ni tatizo kwenye ubongo, unakuta anaweza kumnyanyasa sana mtoto kwa kumtesa, kwa kumpiga, anaona kama afundishiki, lakini kumbe mtoto anapitia matatizo ambayo ni ya kumonea huruma badala ya kumtesa. Au mtoto mwenye changamoto ya afya ya akili anaweza kunyanyasa sana, kwa sababu watu waoga hawaelewi changamoto za afya ya akili. Unaweza kufikiri tu ni tabia, ameanzisha tabia mbaya, anafanya vitu hivi haeleweki, lakini kumbe mtoto anapitia labda depression, anxiety, maybe ni psychosis, au ana personality disorder. Kwa hiyo unakuta mtu labda anampiga, lakini ni mtu ambaye ana matatizo na changamoto zake za afya ya akili. Kwa hiyo hao ndio mambo ambayo yanavutia sana watu kuwatesa watoto, kwa sababu mengi ni kwa sababu ya kutokuelewa watoto wako kwenye hali gani. Alafu kwa nini wazazi pia wananyanyasa watoto? Kuna sababu ambazo zinasababisha pia wazazi wawe wanyanyasaji kwa watoto. Mfano kama mzazi mwenyewe ana historia ya kunyanyaswa. Mara nyingi
tunalea watoto kulingana na jinsi vile tulivyokuwa tumelelewa. Kwa hiyo mzazi ambaye naye alilelewa kwa kunyanyaswa, labda kwa kutukanwa au kuamrishwa au kufokewa, anajua ndio jinsi ya kulea watoto, ndio jinsi ya kudiscipline. Kwa hiyo kama umetoka kwenye unyanyasaji, most likely wewe mwenyewe utanyanyasa watoto wako. Alafu kutofahamu vizuri malezi ya watoto. Wengi tunaamini kama ukizaa naturally, ukishazaa naturally unakuwa ni mzazi, unajua kulea watoto, lakini sio kweli. Ni kwamba mwingine wengi tu wanakuwa hatuyajui. Kwa hiyo wazazi wasiojua jinsi gani ya kulea watoto, jinsi gani ya kudiscipline, ndio wanaishia kunyanyasa watoto kwa sababu hawajui what to do. Alafu wazazi wengine wananyanyasa kwa sababu ya kutokujua child development, yani hawajui makuzi ya watoto. Kwa watoto labda kwenye stage fulani wana act hivi, stage nyingine wanakuwa hivi, hawajui kama watoto wanakuwa na stage zao za kuact kama wanavyo act. Kwa hiyo labda ataona tu labda mtoto asikii au haelewi kwamba watoto wanakuwa na stage mbalimbali za makuzi na tabia nyingine ni sawa kabisa kwa umri wake. Kwa hiyo unakuta mtu anakuwa na expectations kubwa sana kwa mtoto, na ndio hapo labda anaanza kumnyanyasa, anaona kama kwa nini afanye hivi, lakini wakati mtoto labda ndio age yake hasa ya kufanya mambo anayofanya. Alafu tabia za ulevi na madawa ya kulevya kwa wazazi. Kama mzazi ni mlevi au anatumia madawa ya kulevya, ana hatari ya kunyanyasa watoto kwa sababu ulevi unaondoa kufikiri kwa akili. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mnyanyasaji. Alafu matatizo ya afya ya akili. Kama mzazi una matatizo ya afya ya akili ambayo hayajatibiwa, kama una depression, ni kwamba unaweza kuwa hutimizi mahitaji yako ya kisaikolojia ya mtoto wako ya kisaikolojia. Ni kwamba wewe mwenyewe kama hujisikii vizuri, kama una depression, ni kwamba huwezi pia ukamhudumia mtoto wako vizuri. Alafu kama labda una matatizo mengine kama ni psychosis au personality disorder, ni kwamba kama hayajatibiwa, ni kwamba ina maana mtoto wako pia atakuwa na experience outcome, matokeo ya ugonjwa wako. Kwa hiyo utakuwa na mistreat kwa sababu ya jinsi vile unavyojisikia. Alafu stress zikiwa nyingi pia nyumbani, ni kwamba unyanyasaji unakuwa nje tu. Ni kwamba kama kuna stress za uchumi, watu wanakuwa hawajaseto, kwa hiyo hawajatulia vizuri. Alafu stress za mahusiano, kama wazazi pia labda mahusiano au ndani kuna stress za mahusiano, ni kwamba kuna hatari ya unyanyasaji. Kama mtu anashindwa kutuliza, kama mzazi labda ana shida ya kucontrol hasira, ni kwamba unaweza kuwa ni mnyanyasaji mzuri sana, kwa sababu utakuwa na patience kidogo sana na uwezo kuvumilia mambo ambayo watoto wanafanya ambao mengine labda ni ya kawaida kabisa. Alafu kutokufahamu neurodevelopmental issues, kwamba wazazi wengi wanaishia kunyanyasa watoto kwa sababu ya kutokufahamu kama kuna matatizo ambayo yanaweza katokea kwenye ubongo, ambao mtoto anaweza kuwa labda anakuwa slow au anakuwa labda haelewi haraka au ana act kwa mambo ambayo sio ya kawaida, lakini labda unampunish, utakuwa unampiga, unafanya nini, lakini kumbe mtoto ana matatizo ambayo hayatakiwi kuadhibiwa, badala yake anatakiwa kutafutiwa treatment. Alafu tatizo nyingine linalosababisha wazazi wanyanyase ni magomvi ya nyumbani. Kama nyumbani kuna domestic violence, yale magomvi ya wazazi wanagombana sana, ni kwamba mara nyingi wazazi wanaogombana, ni kwambia kama mara nyingi kwenye abuse unakuta partner mmoja kama ana abuse mume wake au mke wake, lazima na watoto nao watakuwa wanakuwa abuse, kwa sababu singine anaweza kuwachanganya wote, labda anamchanganya mke na watoto wote wanapigwa. Kwa hiyo jinsi utakavyomtreat partner wako ndio utakavyokuwa anatreat na watoto. Kwa hiyo kama kuna abuse nyumbani, most likely kutakuwa kuna unyanyasaji. Alafu imani kuhusu adhabu na ukatili, ni kwamba kuna watu wengine wanaamini kuwa watoto hawalelewi bila ukatili. Ni kwamba lazima utumie ukatili, aidha kupiga sana au kutukana, kuamrisha sana, kumfanya mtoto ajisikie uncomfortable, ndio mtoto anakuwa unamrekebisha tabia. Lakini huo ni ukatili, kwa sababu kufanya vitu kama hivyo vinaleta madhara makubwa sana ya kisaikolojia kwenye maisha ya mtoto. Alafu wengine wananyanyasa kwa sababu ya kutaka tu kumtawala mtoto. Wanaona kama bila kufanya hivyo labda mtoto hatasikia. Kwa hiyo dawa yake ni kumpiga sana au kumtishia au kumfanya ajifeel comfortable ili aweze kucomply na vitu ambavyo unataka. Kwa hiyo hata ile tabia, tamaa ya kucontrol, inaweza kusababisha wazazi wengine waweze kunyanyasa watoto wao. Ni athari gani za unyanyasaji wa watoto? Ni kwamba mtoto anajifunza tabia ya unyanyasaji. Kama nilivyosema, ni kwamba kama unanyanyasa, unalezi ambao unanyanyasa, ni kwamba unamfundisha mtoto wako kwa hii ndio jinsi ya kulea watoto. Kwa hiyo naye akikutana na watoto ambao labda wanampa changamoto, atatumia njia hizo za ukatili za kutuliza changamoto. Alafu kingine ni kwamba unasababisha changamoto za kitabia. Ni kwamba unyanyasaji wakati wa utotoni unasababisha sana kuleta changamoto za kitabia. Mfano, mtoto aliyelelewa kwenye mazingira ya unyanyasaji, ni kwamba anajenga sana tabia ya uoga, kuwa muoga sana, kutojiamini. Alafu tabia
kuna uhusiano mkubwa sana wa tabia hatarishi kama za madawa ya kulevya au ulevi au mambo mengine yote ambayo ni hatarishi na malezi ambayo yalikuwa na unyanyasaji. Kwa hiyo kama unanyanyasa pia watoto kuna hatari kubwa sana watoto wako kuwa na tabia ambazo hazitakiwi. Alafu na watoto pia wana develop hasira sana kwenye maisha yao kwa sababu ya jinsi wanavyonyanyaswa. Alafu athari nyingine ya kunyanyasa utotoni ni changamoto za afya ya akili, kama vile sonona, hofu, PTSD kutokana na mambo ambayo unafanyiwa na personality disorder, kwa sababu nimesema wakati wa utotoni ndio ubongo unapokuwa unajiform. Kwa hiyo kama ukimtengenezea mazingira hasi mtoto wako ni kwamba hata ubongo wake unaweza ukatengeneza personality disorders ambazo zinakuwa sio nzuri, zitamsumbua maisha yake yote. Alafu hatari nyingine ambayo ni ya kudumu ni kwamba watoto waliolelewa kwenye mazingira ya unyanyasaji, kama nyumbani kuna unyanyasaji, ni kwamba mbali na kujifunza kunyanyasa pia ni kwamba wanaweza wakawa wanachagua watu wa kuhusiana nao ambao ni wanyanyasaji. Kwa hiyo anaweza most likely atakuwa na marafiki ambao ni wanyanyasaji, au pia hata ndoa wengi wao wanaishia kufall kwa watu ambao ni wanyanyasaji, kwa sababu anakuwa labda hajui boundaries, hajui kama huo ni unyanyasaji. Kwa hiyo labda amezoea kutukana, kwa hiyo anaweza akawa na tolerate hata matusi ya partner au vipigo, anajua tu kabisa ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo unakuta wengi sana wanakuwa wananyanyasa nyumbani, wanaishia kuolewa na partners kama hao ambao wazazi wao jinsi walivyokuwa. Sasa ni jinsi gani ukabiliana na unyanyasaji? Ni kwamba jambo la kwanza, jenga mahusiano salama nyumbani. Mahusiano yawe mazuri ambayo yanafanya watoto wajisikie salama. Jingine ni kwamba mazingira ya mtoto yawe mazuri, ajisikie salama nyumbani, kwa sababu ile kukosa usalama, mtoto akianza kuishi kwenye survival mode, anaona kama kuna hatari inakuja, ni kwamba unakuwa una structure ubongo wake kwa namna nyingine, unamletea stress ya kudumu ambao anakuwa kwenye survival mode wakati wote, na ndio hiyo itamletea madhara mengi tu baadaye. Alafu namna nyingine ya kukabiliana na hili tatizo ni kwamba counseling, nenda kwenye counseling wewe mwenyewe ukajifunze jinsi ya kuhandle hasira au malezi, ukajifunze communication, jinsi ya kutengeneza amani nyumbani, ugomvi utulie. Alafu pia counseling itamsaidia mtoto aweze kupona na trauma. Kwa hiyo counseling itasaidia sana kuweza kuheal hizo trauma na tabia nyingine ambazo zimedevelop kama uoga, kutokujiamini, kuogopa watu, kujitenga sana na watu. Kuna watu wengine wamenyanyaswa mpaka hapendi hata kukaa karibu na watu kwa sababu hajifeel safe. Kwa hiyo counseling itakusaidia kujenga yote hayo. Alafu jinsi nyingine ya kukabiliana na matatizo ni kwamba kuriport abuse, kwa sababu abuse ya watoto ni kitu kibaya sana ambacho watu wengi tunaofanya kazi na mental health tunaamini kama ni kitu kibaya ambacho kinachangia matatizo mengine mengi tu ambayo tunayaona. Watu wengi wanaokuja hata kwenye counseling wanaopitia changamoto nyingine nyingi tu za maisha, unakuta ukiwa assess matatizo yalianzia kwenye mazingira magumu ya utotoni. Kwa hiyo mazingira magumu ya utotoni au childhood adversities zinasababisha sana matatizo makubwa ya kudumu. Kwa hiyo report abuse ili kuweza kuzuia matatizo mengi ambayo yanaweza kujitokeza kutokana na abuse. Kwa sababu kumabuse mtoto sio kwamba tu mtoto ndo ataumia, atadhurika, na kwamba atadhurika yeye, lakini future yake itakuwa imeharibiwa na baadaye hata jamii inakuwa imedhurika, kwa sababu kama na jamii ya watu ambao hawako sawa mentally, then inakuwa sio kitu kizuri. Kwa hiyo report hiyo shida, kwa sababu ni shida kubwa sana ambayo inamsumbua mtu binafsi, itasumbua mahusiano, itasumbua italeta changamoto za afya ya akili na kuleta mazingira yote ambayo hayafai, ambayo ni mazingira hasi ambayo hayafai kabisa kwenye maisha ya kawaida. Kwa hiyo endelea kunifuatilia, na next time tutaendelea kuchanganua athari za muda mrefu za unyanyasaji wa watoto. Kwa hiyo tutaangalia in detail athari za unyanyasaji wa watoto ambao zinawakumba watoto na ambao zinakaa kwa muda mrefu. Na kama mpenda hii content, tafadhali usiache kusubscribe na kushare. Asante sana.